Kama ningepewa dakika 2 nitoe ushauri kwa mwanaume mwaka huu, basi ningemshauri kifuatacho. Mwanaume, mpende mkeo. Siku uliooa ndio siku ulioleta leseni, ulioleta kibali, ulioleta daraja la mafanikio yako, sala zako na kila hatua ya maisha yako kwenye nyumba yako. Usimwache mke ajitunze mwenyewe. Usimwache ajijali mwenyewe. Usimwache ajipendezeshe mwenyewe. Kwa sababu akifanya hivyo, basi leseni yako ya baraka zako, daraja la sala zako kwa Mungu na leseni ya mafanikio yako katika maisha haitafanya kazi. Mke ndiye mtu muhimu zaidi ambaye unawajibika kumhudumia, unawajibika kumtunza, kumjali na kumwonesha upendo usio kifani. Ukumbuke, fahari ya kila mwanamke ni mume anayetunza, ni mume anayejua kupenda, ni mume anayejua kujali. Mke anabeba jina lako. Popote anapotembea anaitwa kwa jina lako. Yaani wanaita mke wa fulani. Akipendeza ni mke wa fulani, akichakaa ni mke wa fulani. Kwa maana nyingine ni kwamba kila anapopendeza, kila anapoonekana anatunzwa na kujaliwa, sifa na utukufu zinakurejea wewe. Na anavyozidi kuchakaa, kudumaa na hadhi yake inavyozidi kushuka chini, tafsiri nyepesi, sifa, utukufu na hadhi yako pia inazidi kushuka chini. Mkumbatie mkeo sawasawa na neno la Mungu linavyosema, lakini kila mtu na ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, na mke asiache kumstahi mumewe.